Nashukuru mwandishi. Kwa majina naitwa Charles Mtungila, ni wakili wa serikali. Leo tulikuwa na kesi mpya tulifungua taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa dhidi ya watuhumiwa watatu ambao ni aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha ushirika kinaitwa Mdenga AMCOS, katibu mkuu pamoja na katibu msaidizi wa chama husika kipindi cha mwaka 2023 hadi 2021 hadi 2023. Watuhumiwa kwa pamoja walikuwa wanatuhumiwa kwa makosa matano, ambapo kesi ni ya uhujumu uchumi, na baada ya kusomewa hati ya mashtaka kwa makosa hayo matano, watuhumiwa kwa pamoja walikana makosa husika na kwamba shauri litaendelea kusikilizwa tena tarehe 3 mwezi wa 6 2026. Tuhuma katika kesi hii ni ubadhirifu wa fedha ya chama, ambapo viongozi hawa kwa kipindi hicho walitumia nafasi zao katika chama kwenda kukopa fedha kutoka kwa wadau mbalimbali, watu binafsi, kiasi kisichopungua milioni 6, na fedha hiyo kimsingi walikopa kinyume kabisa na utaratibu wa sheria za ushirika kama ambavyo zinaelekeza kwamba lazima mikopo husika iidhinishwe na bodi, halafu na wanachama, halafu ndipo mkopo husika uende kupata kibali cha mrajisi, na baada ya hapo ndipo sasa mkopo unaweza ukaenda kuomba kwenye taasisi husika. Lakini wao walichokifanya ni kufanya makubaliano binafsi na fedha zile. Baada ya kuwa wamefanya makubaliano binafsi, kimsingi walizitumia wao wenyewe kwa matumizi yao binafsi, na sehemu ya fedha hiyo milioni 3,600,000 iliingizwa kwenye akaunti ya mwenyekiti wa chama hicho kipindi hicho ambacho kosa hilo lilitendeka. Kwa hivyo kesi hii imefunguliwa na itaendelea kusikilizwa kama ambavyo nimesema awali. Lakini niseme tu kwa jamii nzima, nitoe wito kwamba makosa ya rushwa ni makosa ya uhujumu uchumi. Kwa hiyo shauri hili licha ya kwamba ni la TAKUKURU, linahusiana na mambo ya rushwa, lakini kosa la uhujumu uchumi kutokana na kwamba sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa makosa yake tangu 2016 yaliingizwa kwa makosa ya uhujumu uchumi. Kwa hiyo kimsingi shauri hili la uhujumu uchumi, na kesi za uhujumu uchumi adhabu zake ni kubwa, na jamii inatakiwa kufahamu ni kifungo kuanzia miaka 20 mpaka miaka 30, pamoja na kurejesha fedha hizo ambazo walikuwa wamezitumia. Asante sana.